ambayo yako mbele yetu ya utumishi, uchumi na ukarimu yanatokana na utumishi mkuu wa Priscilla. Amina. Wanatheolojia wanasema inawezekana Priscilla ndiyo mwalimu wa Apolo. Apolo mchungaji wa kanisa la kwanza Korinto, baada ya Paulo kufungua kanisa Korinto kama mtume, alimwacha Apolo, na inasemekana Priscilla alikuwa mwalimu. Biblia inasema katika Matendo 18 ambayo ndio sura ya kufunguliwa kwa kanisa pale Korinto, Priscilla alimfundisha Apolo kweli, amina, kweli ya neno la Mungu. Ndio maana tukasema kama watumishi, moja ya kazi yetu kama watumishi ni kufundisha neno la Mungu. Lakini kwa maana ya uchumi na kumiliki uchumi ama kuwa na fedha, Biblia inasema sio tu Paulo alikuwa akijishughulisha na uchumi, Priscilla familia yake ilijishughulisha na uchumi. Ninataka niseme na wewe wakati huu kuhusu fedha. Sema fedha, sema nguvu ya fedha. Haleluya. Lakini jambo la tatu tunalosoma likiwa kwa Priscilla ni ukarimu. Haleluya. Alionyesha upendo na akajitoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Walifanya nyumbani kwake kama mahala pa kufikia, alikuwa akiwakaribisha. Hakika huwezi kufanya injili bila fedha, huwezi kuwa mkarimu bila fedha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa na nguvu ya Roho Mtakatifu, ni kweli, lakini kama hauna fedha, mzigo utakuwa mkubwa. Roho Mtakatifu akuletee watu watakao kuwezesha kupata nini? Fedha, kwa matendo ya miujiza, kwa ishara na maajabu. Haleluya. Kwa hivyo tutajifunza kuhusu nguvu ya fedha, na wakati tuna tafakari haya, ninaomba nichukue nafasi hii niwaalike Sinai Singers watembee nyimbo moja, na kisha tutasoma, tutajifunza kuhusu nguvu ya fedha. Amen. Amen. Na tumombe Bwana ya kwamba aweze kufungua ufahamu wetu na atupe fursa ambazo zitatukutanisha na fedha. Na mimi naomba nianze kwa kusema moyo wa Mungu unatamani mimi na wewe tumiliki mali na fedha. Amina. Huo ndio moyo wa Mungu. Biblia inasema katika Wakorintho ya kwamba yeye alikuwa maskini kwa ajili yetu ili sisi tuwe matajiri. Kutomiliki kwake vitu vinavyoonekana katika dunia hii ilikuwa ni kutupa sisi katika ulimwengu wa roho nguvu na urithi katika maisha ya damu na nyama. Mungu ametoa ahadi kwa watumishi wake aliowaita toka wakati wa Ibrahimu, akiweka agano na maagano juu ya uchumi. Kwa bahati mbaya tumekuwa tukifundishwa kupishana na pesa. Kwa bahati mbaya tumekuwa tunafundishwa kupishana na uchumi, tukidhani ya kwamba pengine kuwa na mali na utajiri sio kitu anachokipenda Mungu. Lakini hakuna andiko hata moja
linalothibitisha jambo hilo, lakini kuna maandiko mengi yanayothibitisha ya kwamba fedha ni jambo la kiroho na Mungu anataka mimi na wewe tumiliki mali na fedha. Yukie jirani yako, mwambie wewe ni tajiri. Mwambie tatizo ni kwamba zile hazina za gizani bado hujazifuata ziliko. Mwambie lakini habari njema juu yako ya kwamba bado una nafasi. Amen. Ndugu zangu, ukiona mwinjilisti wa kimataifa anatoka Ulaya, anatoka Amerika, anakuja Dar es Salaam uwanja wa Kawe hapo, anafunga spika 100, unahesabu 1, 2, 3, 4, 100, anachukua thamani ya jukwaa bilioni 1. Mwinjilisti anatoka nalo Ulaya, linawekwa ama kwenye cargo flight ama linakuja bahari kwa bahari, anakuwa na mikutano jukwaa. Maana yake ama yeye ama nyuma yake kuna fedha na watu wenye fedha. Haleluya! Watanzania na ninyi wachungaji, mnajua vikao tu vya kwamba unaandaliwa mkutano wa injili wa mjisi wa kimataifa, wachungaji wanataka na posho, wanasema anakuja vikao, bahasha 2020 50 zinatoka hapo. Kama Mungu angekuwa anataka tuwe maskini. Haleluya! Hebu sema nachukia umaskini. Soma Kumbukumbu la Torati sasa. Nane 18. Fedha ni jambo la kiroho, fedha ni jambo la kiagano, utajiri ni jambo la kiagano, kumiliki ni jambo la kiagano kati ya mtu aliyeokoka na Mungu aliye hai. Biblia inasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye ambaye nguvu za kupata utajiri, ndio ili alifanye agano lake alilowapa zako kama hivi. Haleluya! Kumbe wewe kuwa tajiri, Mungu akiruhusu umiliki, kusudi ni atimize agano. Mungu mwaminifu anataka kutimiza agano, atakuwezesha wewe. Kinachotakiwa uanze, uwe na mahala pa kuanzia, uwe na mahala fedha itakufuata, uwe na mahala unapokinga, uwe na mahala unapotega. Hebu sema fedha haitafutwi. Sema fedha haitafutwi. Sema fedha inategwa. Haleluya! Fedha inafanyaje? Inategwa. Maana yake ni kwamba uwe na kitu na mahala ambapo fedha itakufuata. Mungu atayamuru ije kwako. Mungu atatuma watu waje kwako, kama inavyosema Isaya ya 60:11, malango yako yatakuwa wazi, matajiri, wafalme, watu wa mataifa walete tajiri. Haleluya! Kwa hiyo haijalisha kwamba uko kwenye kona ya Ununio Dar es Salaam, uko kwenye mzunguko wa Msambu Morogoro, uko kwenye mlima Kitonga, lakini lazima uwe na nafasi, uwe na mahala na una kitu ambacho Bwana atawaamuru watu wakifuate.
ni thamani ya kila kitu katika ulimwengu wa damu na nyama. Fedha ni thamani hata ya wewe mwenyewe. Biblia inasemaje? Mhubiri anasema hekima ya maskini haisikii. Yaani kuna hekima ya Roho Mtakatifu lakini haumiliki, na mtu mwingine ana fedha. Ukinyosha mkono unene jambo, mwenyekiti ataangalia kama na mwenye fedha amenyosha, kuchaguliwa. Sema tusikia anasemaje? Ni fedha ina nguvu. Sijui mhubiri alifikiria nini akasema fedha ina jawabu. Ina jawabu ya mambo yote. Iulize fedha itakujibu. Haleluya. Siku moja nikamwambia mke wangu kitu kimoja tu, fedha haiwezi. Haiwezi kaumba mtu, kanunua mtu, kanunua uhai. Si kweli? Amina. Hicho. Lakini Biblia inasemaje? Naomba sasa uanze kuandika mambo haya. Jambo la kwanza, utajiri kutoka kwa Mungu. Utajiri kutoka kwa Mungu. Mithali 10:22 unayesoma, utajiri kutoka kwa Mungu. Jambo la kwanza. Umefika hapo? Naomba tuwe na watu wawili wanaosoma. Anayewahi kupata andiko anasoma. Utajiri kutoka kwa Mungu. Ndiyo. Mithali 10:22. Ndiyo. Rudia tena. Baraka ni Bwana humtajirisha, wala hatanganyi uzuri naye. Haleluya. Akikubariki anakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Na katika Wagalatia 3:29 tunaposema Bwana hachanganyi huzuni na baraka, ni kwa sababu Wagalatia 3:29 inasema wewe ni mrithi wa baraka hizo pamoja na Yesu Kristo. Ni jambo la kiagano ya kwamba wewe ni mrithi pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Mtu mwingine asome Mwanzo 15:13. Nimesema pointi ya kwanza, unasema utajiri ama fedha zinatoka wapi? Zinatoka wapi? Kwa Jehova. Ndio Biblia inasema kujua hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Ndio. Watawatumikia watu wake, nao watateswa miaka 400. Ndio, endelea, hujamaliza. Hata na taifa lile watakaowatumikia litawaokoa. Baadaye watatoka na mali mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ndio huwa anaamuru uchumi, anaamuru fedha, anaamuru utajiri. Na akisha amuru, hata kama umetumikishwa, unajiona sasa hivi
utumwa, unajiona sasa hivi ni maskini, unajiona sasa hivi unafanya kazi hazifai. Lakini upo wakati, ikiwa utakwenda katika njia zake, ikiwa una mahala unaiposimama, ikiwa una kitu unachokiuza, bidhaa unayouza ama huduma unayotoa, siku moja atakutajirisha. Alimwambia Ibrahimu kabla Ibrahimu hajamzaa Isaka, kabla Yakobo hajatokea. Amen. Fikiria, hajazaliwa Isaka, hajazaliwa Yakobo, hajazaliwa Rubeni. Miaka mingi kabla ya Israeli kwenda utumwani, wamekaa miaka 430. Wakati wanatoka, Biblia inasema Bwana anawaamuru wachukue dhahabu, wachukue fedha, wachukue almasi, wachukue vitu vya thamani, wachukue mali kutoka wakarudi matajiri. Hata hema la kukutania lilijengwa na dhahabu na vitu vya thamani. Haleluya. Mungu akikuita anakutaka wewe umtumikie na fedha na mali na kila kitu. Haleluya. Sasa nataka niende sehemu nyingine. Amen. Andika jambo la pili. Fikra ama andika, mawazo yatakufanya uwe tajiri ama maskini. Andika hivyo, jambo la pili. Fikra zako, kile unachowaza kitakufanya ama uwe maskini ama uwe tajiri. Kitabu cha Mithali. Mchungaji Zegezege na wewe shika kipaza sauti, mwe wawili wachungaji. Mithali 21 mstari wa 5. Ndio. Ndio. Uelekea aya, soma vizuri, kuna neno hujalisoma vizuri. Sisitiza, uelekea utajiri tu. Kila neno lina maana yake. Nashukuru. Uelekea utajiri. Hebu sema, mimi ni tajiri. Yaani kama hufikiri kuwa tajiri, hutakuwa tajiri. Kama hufikiri kuwa na fedha, hutakuwa na fedha. Fedha inakwenda kwa watu wanaoishi, wanaohitaji, wanaojua ya kwamba ina nguvu ya kubadili maisha, wanaojua ya kwamba itawasaidia wachungaji kujenga majengo ya kuabudia, itawasaidia wachungaji kufanya mikutano ya Injili, itawasaidia wachungaji kuwa karibu yatima na wajane wenye shida, itawasaidia wachungaji kuchimba visima vya maji mahali ambapo hakuna maji. Ndipo walihubiri neno la Bwana. Fedha inakwenda kwa mtu mwenye fikra za utajiri. Kila unapoamka, fikiria fedha ije katika mkono wako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zangu, tumejifunza hapa, fikra ni kitu muhimu sana. Ukisema wewe ni dhaifu, utakuwa dhaifu. Ukisema wewe haufai, ndivyo itakavyokuwa. Haleluya. Ukisema inawezekana, ndivyo inavyokuwa. Imani ni kuamini katika moyo na kutamka katika kinywa. Imani haiwezi kuwa imani kama haitamkwi. Huwezi kuamini tu katika moyo,
na kusema kuna jambo litatokea, wakati ulitamkia kwamba linatokea, litatokea. Haleluya. Maana yake ni kwamba unapoamka asubuhi ukatengeneza mandazi, ukakaa mahala wanapopita watu na kwanza kuuza mandazi, unatamka. Haleluya. Unafanyaje? Unatamka. Una vyombo vitatu vya mandazi 200, unatamka ya kwamba mandazi 200 yote yatakwisha na yanakwisha. Haleluya. Una duka la kuuza nguo pale Morogoro Msanga, una duka la kuuza mchele pale Bagamoyo, unatamka. Fungua tu duka hivi, unatamka kwamba leo mauzo yangu 100,000, leo mauzo yangu 300,000 leo. Haleluya. Na kwa sababu umetamka, Bwana atawatuma watu waje, wagenda kwenye duka la mangi, hawataenda kwenye duka la mangi, watakuja kwako. Kwa nini watu wanakwenda Freemasonic na Illuminati? Kwa nini watu wanakwenda kwa waganga wa kienyeji? Kwa nini watu wanakwenda kuzimu? Kwa kuwa wanataka kutamkiwa, wanataka Mungu kuwasukuma watu waende kwao. Sisi tuna yeye ambaye kuliko kila kilichoumbwa, kuliko anaweza kuamuru kitu chochote kitokee kwako na kikao just overnight, kikatokea. Haleluya. Acha kuwa na mawazo ya kwamba matajiri ni Freemason. Acha kuwa na mawazo ya kwamba matajiri ni Illuminati. Wewe unatakiwa na utajiri kuzidi hao unaofikiria, kwa sababu baba yako ndiye anayemiliki dunia. Fedha na dhahabu ni mali yake. Haleluya. Ni sawasawa na watu ambao wanahubiri mambo makubwa yanatokea, miujiza inatokea, maajabu yanatokea, alafu tunasema wanatumia nguvu za giza. Tuonyeshe basi nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama wanaweza kufanya hayo wanayofanya, basi Mungu wetu atafanya mambo ya ajabu ambayo hayajaweza kutokea. Nasema na wewe kuhusu fedha. Haleluya. Unaanza huduma, ni kweli hauna kitu, hata jeti fedha. Hebu sema njoo. Amini. Haleluya. Katika mawazo ya moyo wako, kwa kuwa kama Yesu alimwambia Petro, nenda vua, wewe unaitwa kuvua, kavue. Believe you me, samaki wa kwanza ukifungua kinywa chake atakuwa na shekeli, na kwa mahesabu the current value of money, thamani ya sasa ya ile shekeli, unaweza kujua ilikuwa ni shilingi ngapi? Yani thamani ya sasa haina, sijui utapigaje, kwa sababu miaka mingi 2000 iliyopita, lakini thamani ya wakati ule $170,000. Nasema mchungaji, nasemaje? Leo ni shilingi ngapi? Leo ni shilingi ngapi? Haleluya. Mara nyingi tunashindwa kutamka, tunashindwa kuchukua hatua za imani katika vitu vidogo tulivyo navyo. Biblia inasema katika Wafalme wa Pili 4:4, Elisha alitamka kitu kikatokea kwa mwanamke mjane, watoto wanakwenda utumwani, mafuta yakamiminika, vyombo vya mtaa mzima, Boko Dar es Salaam, vyombo vyote, yaani Kibororoni, Moshi, yote kusanya mapipa, matanki ya 5,000 ya 10,000. Mwanamke yule anamimina mafuta yanajaa, akaambiwa fanya hivi,
uza, lipa deni, alafu fedha nyingine tumia, fanya biashara. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini bidii, waliokoka ni wavivu. Watu wanaosema waliokoka wa Pentekoste ni wavivu. Acha uvivu, acha uvivu, acha kulala. Wanaolala ni maskini. Biblia inasema anayependa usingizi sana atakuwa maskini. Methali 14. Andika pointi nyingine. Baada ya kusema fanya kazi kwa bidii, andika hivi: sitalala. Andika sitalala, nitakesha nikifanya kazi. Andika hivyo: sitalala, nitakesha nikifanya kazi. Haleluya. Ndio. Haleluya. Yaani kwanza mtu mwenye tabia za umaskini, kazi kwake ni kama shida. Kazi kwake anasumbua, yaani anafanya kazi ananung'unika. Ni kweli umechagua kuuza mkaa, lakini unabeba gunia la mkaa unakwenda mahali pa kuuzia, huko unanung'unika, huku unasema mimi hii kazi basi tu. Yaani unakwenda sokoni, mahala unapokutana na mteja, moyo wako unasema hii kazi basi tu, basi tu. Sasa hiyo sauti inakwenda kwa wateja, basi tu. Mimi kununua kwa huyu basi tu, na wao wanatamka hivyo. Mwisho badala ya wateja 100 unakuwa na wawili tu. Uvivu wa kufikiri. Wewe unauza mandazi, unasema watoto wa shule ya msingi Boko watanunua, watoto wa shule ya msingi Peramiho kule Songea watanunua. halafu unakwenda sokoni ama unakwenda kwenye barabara, kwenye kituo ambacho watoto wa shule hiyo wanapita saa 2:30. Yaani unapishana na soko, unashindwa kuhakikisha kwamba kabla ya saa 1 uko njiani, uko barabarani. Bidii. Hata kama unachokifanya kina thamani ndogo, 30,000, ukiwa na bidii, nakwambia baada ya muda 60, baada ya muda 120, Mungu anazidisha tu mara 2. Baada ya muda inakuwa 2,500, baada ya muda mara 2 480, baada ya muda 960, baada ya muda tayari milioni. Haleluya. Sikia, Biblia inasema katika Isaya 43, Bwana ataamuru ama ataleta Misri na Kushi kwa ajili yako. Kuna mtu ambaye atakufanya uwe tajiri akiona bidii yako, akiona bidii yako. Anapita hiyo barabara kila siku, anakuona upo, anasema nimeamka mapema, nimewahi. Akipita pale anakuona, anasema nimechelewa kutoka kazini, akipita anakukuta. Mwisho siku moja anasimama anakusalimia, anasema vipi, jina lako nani, unatoka wapi, hivi kuna kitu fulani unaweza ukafanya. Lakini amepita hapo kwa miezi 3, kwa miezi 6, akakuona, sema mimi Mungu ataniwezesha, ikiwa kuna fursa nipe, nitafanya. Anakuweka mahala, aisha kunyanyua hivyo. Mungu anafanya hivyo. Wakati nakuja kwa madhabahu, namwambia mchungaji, naomba namiliki kisima,
Mwaka huu tuna neno la kinabii mahali hapa kwamba kila mmoja wetu atamiliki nini? Kisima. Sasa jinsi Bwana anawahakikisha watu kisima kama visima, hawezi kukupa mtu mwenye fikra tofauti na kumiliki na utajiri. Hawezi kumpa mtu asiyeaminiwa kidogo anacho kufanya kazi tu ya uchungaji. Fikra yako, bidii yako itakutofautisha na wengine. Haleluya! Unataka uwe na kanisa kubwa, watu wanaotoa zaka nyingi na sadaka nyingi, lazima uwe na bidii. Haleluya! Ufike mahala uajiri watu. Ulikuwa wewe mwenyewe ndio unasimama unauza, utoke mahali hapo biashara ikuwe sasa unawaweka watu wanauza wakati wewe unawaangalia. Haleluya! Ndivyo inavyotakiwa. Watu wakikuangalia wanasema huyu amebarikiwa. Hawajui ya kwamba ulianza chini sasa sana. Mimi nimeuza unga, kuna unga wa kuweka kwenye kopo nimeuza. Mimi nimeuza mandazi asubuhi saa 1. Watu wanatoka mbali. Haleluya! Lakini Mungu anaangalia kila unalolitenda katika stage ya maisha. Unafikiria nini? Huyu hapa, ukifikiria mambo makubwa utaweka bidii na atatokea. Anajua kuna vitu alikuwa ananiambia tufanye hivi, namwambia hivi vitu vidogo. Nafikiria vitu vikubwa, hicho tutakifanya, lakini sio kwa jinsi hiyo, tunafanya kwa ukubwa wake. Hivi tusubiri miaka 2 tutafanya kwa ukubwa. Ni mawazo, na ukiwaza hivyo bidii. Amina. Moja kwa moja tu wewe mwenyewe utakuwa meneja wako wewe mwenyewe. Utasubiri mtu akwambie, lakini walokole wanataka Roho Mtakatifu awaambie. Kuna mambo anafanya Roho Mtakatifu na kuna mambo ni ya kwako. Kuna vitu ni sehemu ya Roho Mtakatifu na vitu vingine ni wewe. Anza kitu ili upate fedha, alafu Roho Mtakatifu Bwana anafungua milango. Amina. Haleluya. Naomba tusome Marko Kumi 23. Mtu mmoja simame asome. Soma kwa haraka kabisa. Yesu akatazama watu wote, Ndio. wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa shida walemavu kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndio. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wewe kutegemea mbali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupita katika tundu sindano waliotajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakiambia, nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, wanadamu hawezekani kwa Mungu si, maana yote yawezekana kwa Mungu. Petro akaanza kuwaambia, tazama, sisi tumewatenda yote tukakufuata wewe. Yesu akasema, mimi nawaambieni, Ndio. kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu mume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila
sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na rudia na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Amen. Katika andiko hilo andika hivi, nina imani katika utajiri. Andika hivyo, ndio pointi nataka uandike kwenye Marko 10:23-30. Nina imani katika utajiri. Nina imani katika utajiri. Unajua, unaweza kuwa na imani kwa Yesu Kristo, umeokoka, unasema Yesu mtenda miujiza, kazi inainuka, kiskani kinainuka, Bwana wanafufuka. Lakini ukiambiwa unaweza kuwa tajiri, una imani ya kuwa tajiri, unaanza kufikiria, unaanza kuwaza, unadhani Biblia haisemi. Yaani mtu anaiamini ndani ya Yesu, lakini haamini katika utajiri, anaamini katika ushuru, anaamini katika utajiri, lakini haamini katika utajiri. Hilo ni tatizo. Unamuuliza mtumishi, anasema tutalipwa mbinguni. Yesu hajawahi kusema you have to. Amesema mara 100. Mara ngapi? Mara 100 katika ulimwengu huu. Kwa hivyo wewe kama unasubiri ulimwengu ujao ndio uwe tajiri, mimi sisubiri, kwa sababu kile nitakachopewa mbinguni hakifanani na chochote cha duniani. Mbinguni sihitaji VX, mbinguni nahitaji ghorofa, ghorofa iliyojengwa na mchanga na udongo. Wewe uliambia mbinguni kuna udongo. Vya duniani ni vya duniani, tuvimiliki hapa. Tukiitwa tumeitwa mbinguni, tutapewa Ndio ana kazi tulizofanya. Haleluya. Akawaambia kuna portion ya duniani na kuna portion ya nini? Ya mbinguni. Lakini nataka niwaambie, Biblia haisemi katika hicho kifungu ya kwamba matajiri hawataingia mbinguni. Ndio maana wanafunzi walimuuliza tena, si ndio? Wakashangaa, wakasema mambo yakoje? Mambo yakoje? Tutafsirie tena, ulikuwa una maana gani? Sasa watu wa kushindwa kusoma Biblia na maneno yaliyo kwenye Biblia, they miss the point. Haleluya. Usifanye fedha kuwa Mungu mdogo. Usitumikie fedha, fedha inapaswa kukutumikia. Fedha isiamue ufanye nini, wewe ndio unaamua fedha ifanye nini. Narudia, usitumikie fedha, fedha ndio ikutumikie. Fedha isikwambie ufanye nini, wewe ndio uiambie fedha ifanye nini. Unasema askofu, unamaanisha nini? Haleluya. Unajua kuna watu wakiwa na fedha wanafanya vitu hata mbingu yani zinafunga macho hivi, kwa sababu fedha inamwambia oa mke wa pili. Fedha inamwambia oa mke. Hujaona mtu kalima sana magunia 500 ya mpunga kauza, anaoa mke wa pili? Mali inamwambia tende kitu hakina maana. Fedha isikufanye utende kitu ambacho hakina thamani kwako, ni dhambi mbele za Bwana. Wewe ndio uiambie wewe fedha, tulia. Amen. Kuna mtu ni mchungaji alibeti, na inawezekana hata hapa kuna watu wanabeti. Fanya mchezo
kamali ya bahati nasibu, halafu akapata milioni 100. Milioni 100 tu. Basi kanisa wiki iliyofuata lilifungwa. Wanakuja watu wanasema, nimeacha uchungaji sasa na hela. Fedha imeamua yeye afanye nini. Milioni 100 tu, ambazo asipokuwa makini miezi 6 hazipo. Sababu akinunua tu gari la 50,000, alafu hiyo gari akiendesha na hivi ndo hajui kuendesha, injini kanoki, wanaambia injini milioni 15, zimeshafika 65, kwa sababu hata taka tena aonekane yeye maskini. Baada ya mwaka mmoja hakuna milioni 100. Haleluya. Mungu atakupa fedha na wewe uiambie fedha ifanye nini, wala hautaiona kuwa kitu cha kwako. Kuna mtu akipewa milioni 1 hapa atachanganyikiwa, atataka akikutana na watu wapige magoti, na kuna mtu atasema tuweka hapo, kwa sababu hata nikiwa na bilioni 1, mchele ni mchele tu. Kama ni wa Kyela au Morogoro, ukipikwa ni ule ule. Ukiwa Kilimanjaro hoteli ama The Hyatt, ama nikiupika nyumbani, mchele ni ule ule tu, unabadilika jina. Wataita wali wa maji wa maua, watasema ni pilau, watasema ni biriani, whatever the case, mchele ni ule ule, gari ni lile lile, ni lile lile. Haleluya. Na kuna watu hapa hamjakuwa matajiri ama hamjakutana na fedha, kwa sababu Mungu akikuangalia kwanza anaona tu huna mawazo ya kumiliki, asije akakuua bure, naye anakupenda. Huna mawazo, akikuangalia haamini kwanza, hata kama inawezekana hivi. Sasa Mungu atakutana na wewe wapi? Mwe pamoja, mwende sawa kutokana na maandiko. Haleluya. Najua naweza nikawa nasema na wewe hapo, nasema inawezekana kweli mambo haya, inawezekana. Sikia, kuna mpaka alikuwa anaitwa Bwana Bima, hana elimu kubwa, lakini alikuwa anauza zile products za bima, anatembea mtaa kwa mtaa. Sasa nina ushuhuda wa mtu ambaye mimi nimekutana naye Italy, na alianza kama Ruhamba, tajiri sana. Tumekwenda kwa ajili ya insurance za ndege, alafu tunakaa na ni Mtanzania, anaambia safi, mimi nimeanza mbali. Akaanza kunihadithia kama Ruhamba. Leo anamiliki kampuni ambayo Air Tanzania inakwenda kufanya bima kwake. Ndege moja ni bilioni 400, kwa anafanya bima ya trillions. Kwa hata akisema 1% ya thamani ya ndege ndio mnipe acha kabisa, hana form 6 yule. Yaani unavyomjua Ruhamba ndio hivyo. Sasa ameajiri watu waliosoma madigrii, na ukienda Masaki kuna nyumba moja imeandikwa Aris, imeandikwa hivi Aris. Hata magari ya Aris ndio ofisi yake amejenga mwenyewe ya ghorofa sijui ngapi. Ukiamini katika kufika mahala unafika. Ushaanza mambo ya kusema sikusoma. Unajua elimu inatupa kutupanua mawazo, lakini sio kwamba wewe hauna akili. No, una akili. Kuna kitu fulani unapishana na yeye aliyesoma elimu ya chuo kikuu kwenye baadhi ya mambo, lakini akili yako inaweza kufanya kitu chochote kile ukitaka kujifunza.
Haleluya. Sasa wewe endelea tu kuamini ya kwamba baba yako alikuwa hivi, babu alikuwa hivi, ukoo wenu mzima hakuna tajiri, na wewe usiwe na mawazo ya kutoka hapo. Mungu atakutana na wewe. Mungu atakutana na wewe. Haleluya. Lakini roho nyingine ni ile ya unataka kufanya kila kitu. Unajua, mtu ambaye hana bidii anataka kufanya kila kitu. Mtu ambaye hana imani anataka kufanya kila kitu. Unajua, kuna mtu ataanza kitu leo, wiki mbili zikipita, haoni kama mifungo biashara, haoni mteja anakuja, anaacha. Anafanyaje? Miezi miwili imepita, haoni kwamba fedha zinakuja kwa wingi, anaacha. Huwezi kufika. Watakwambia mwaka huu matikiti maji yana hela, kwa utasema na mimi mwaka kesho nitaenda kwa matikiti maji. Ola. Watasema labda uende Kigoma, kuna mahala wanalima tangawizi. Sema okay, tangawizi zenyewe haziharibiki, matikiti maji wanawahi kuoza. Tangawizi zinakaa ukienda kwa tangawizi bei imeshuka. Sema okay, basi nifanyeje? Si niende nikawe ninauza tu. Anakwambia kuna kazi ambazo unaweza kuwa unatembea tu unaongea maneno na nini, na unapata nini? Pesa. Unachukua bidhaa unauza, unapata commission, sio za kwako, wewe unatembeza tu, si ndio? Unakutana na watu huko wanakwambia maneno, au wanasema hapana. Ama unatembea unaona kama kisigino kinataka kutoka, sema kumbe hii kazi ni ngumu. Unaacha, ni kutokuwa na imani. Jaribu hata kama ingekuwa ni mara 7. Mimi ukija kwangu ukaniambia nimeanza hiki nikashindwa, mtaji umekufa, nitakuuliza swali, unataka kuendelea na hicho? Ndio. Haya, 20, endelea. Hata kama ingekuwa ni mara 3, hata kama ingekuwa ni mara 4, utasimama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi tunahangaika. Kuna mtu mmoja aliniambia anataka kuwa fundi. Sasa kwenye tiles yupo, kwenye rangi yupo, kwenye umeme yupo. Sema yani kote anaambiwa tiles, anapiga pesa, anakwambia unajua square meter, fundi wa rangi square meter ya tiles, tiles square meter ni 6,000. Yani boksi moja lile lina square meter 2. Kwa kuliweka ile ni 12,000. Nafanya hiyo. Anaanza mwezi wa kwanza hapati kazi, mwezi wa pili hajaitwa, mwezi wa 3 anaitwa, anapata hela, afu mpaka apate kazi nyingine, zile hela zilishaisha na nyumbani kuna ugomvi. Anasema sasa ninaacha hii kazi, inachukua muda, napata kazi, napita miezi 3, fedha nilizopata kwenye kazi iliyopita zinaisha, mpaka naingia kwenye madeni. Lakini sikia, huja develop competency, jina lako halijajulikana. Kabla haujajulikana kama mtu ambaye amebobea katika ufundi, unahama, unakwenda tena sehemu nyingine. Kwa hivyo hutaweza kuongeza base, hutaweza kuongeza wateja, hutaweza kuongeza watu wanaokufahamu. Watu ambao watanena kwa ajili ya kazi yako watakuwa wachache. Subiri, mtu atakuja kuona kazi yako, atasema huyu mtu yuko wapi? Mimi kuna mtu alinijengea nyumba, alituwekea nyumba miaka 18 iliyopita, mpaka leo sisi ndio tunakuwa connection yake. Yaani watu wakija kwa wanaomfahamu kiwango watasema huyu fundi bado yupo, bado yupo. Yaani kila wakati unatuma tu namba yake kwamba nenda ajenge, nenda ajenge, nenda ajenge, nenda ajenge. Inakuwa hivyo. Haleluya.
tafuta kitu ambacho utaongezeka katika maarifa na kufahamika. Ng'ang'ania hapo. Ukishaona umefaulu zaidi, basi hata ukiongeza cha pili hakuna shida, lakini tayari kwenye kimoja umekwisha faulu. Kile cha pili unakuwa unatanua mipaka. Haleluya. Yaani unajua kuna mtu hata kama kazi yake ni kupika ama sijui mnaita kuchoma sambusa, yaani kuna mji mmoja watu wote watakwenda pale, hata hizi sehemu za chakula. Kuna watu huwa wanakwenda mahala kutokana na mtu anayepika, wanamjua. Wanafanyaje? Wanamjua, na huyo mtu atatafutwa. Kama kuna mtu ana fedha anataka aanzishe biashara ya chakula, atatafuta huyo mpishi mwenye viwango vya juu ampate. Anajua akimpata, watu wakisikia ili jiko kuna. Nataka nipate usikivu kutoka kwa wengi mlioko ndani. Mchungaji, rudia. Kuna watu walikuwa hawasikilizi. Soma vizuri tu taratibu. Tajiri humtawala maskini. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Ndio kesho ni hapo. Mwambie, umewahi kuchukua fedha ya watu kufanyia biashara? Amewahi? Sikiliza, unaweza ukawa tajiri ama ukawa maskini. Utajiri unaweza kufuata ama umaskini unaweza kufuata kwa sababu ya fedha ya kukopesha. Kuna mtu anakopa, anachukua fedha 500,000, 100,000 anaweka kwenye biashara, halafu 400,000 ananunua TV. Ndiyo, ulishafanya hivyo. Umejitafutia umaskini, kwa sababu hata kama ungefanya biashara gani ya 100,000, hiyo 100,000 haitakuja kulipa 500,000. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja kuwa mtumwa. Watataka fedha zao, alafu hata kile ulichokuwa nacho, makochi uliokuwa nayo nyumbani yanachukuliwa, alafu haujaongeza kitu, umeongeza umaskini. Lakini yeye atakayechukua 500,000 akaipeleka 500,000 yote kwenye biashara, hakika atasonga mbele. Amina, atasonga mbele. Kuna watu wengine ni matendo yako yanafanya kile unachomiliki kipungue. Uwe maskini badala ya kuongezeka na kuwa tajiri. Haleluya. Usije ukachukua fedha za mkopo alafu ukaziweka mahala ambako hazizalishi. Ngoja niwaambie, hata kama ingekuwa ni ardhi, yaani unasema unataka kuja kujenga nyumba, si lazima uwe na kiwanja. Usichukue mkopo 3,000,000 ukanunua kiwanja wakati hauna chanzo kingine cha fedha. Narudia, ukichukua 3,000,000 mkopo ukaenda kununua ardhi hiyo haizai. Wewe unataka kujenga nyumba, kama hauna chanzo kingine cha kulipa, yaani labda wewe ni mwalimu umeajiriwa,
Sasa unasema 3 hizi nanunua kiwanja, alafu nitalipa kwa mshahara wangu. Yes, okay, sawa, lakini hauna chanzo cha kulipa ule mkopo. Unasema tu nikope ninunue ardhi ambayo haizai. Unaita umaskini. Chukua fedha, zalisha fedha. Chukua fedha, zalisha fedha. Hivyo kila fedha unayoipata umepewa na umeambiwa utarejesha, hata kama sio kwa riba. Mtu anaweza akakupa milioni 1, anaweza akakupa milioni 10 na asitake riba, si ndio? Lakini utairejeshaje hiyo milioni 10? Iweke kwenye kitu cha kuzalisha. Haleluya. Lakini niseme kitu kingine, unamhitaji mtu ili uwe tajiri. Hebu sema ninamhitaji mtu. Rudia, sema ninamhitaji mtu ili niwe tajiri. Tunaposema hivyo ni kwamba Mungu tunayemuomba hutakutana naye Manzese. Tunaposema hivi ni kwamba Mungu tunayemuomba hutakutana naye Msalato. Atakachofanya Mungu ni kukuletea mtu, amina, ama kukuletea watu. Kwa hiyo mahali popote unapokaa, mahali popote unapopata fursa ya kufanya kazi, waheshimu wale uliowakuta, waheshimu wale unaofanya kazi nao, kwa sababu hao watakuunganisha na mtu mwingine mkuu. Amina. Watakuunganisha na mtu mwingine mkuu ambaye atakuinua na kukuweka mahala pa thamani zaidi. Ndugu zangu, fedha inatakiwa iongezeke. Ulikuwa na 1,000 uwe na 10,000, uwe na 100,000, uwe na milioni 1, uwe na milioni 10, uwe na milioni 100. Haleluya. Amen. Na akishatoka thamani imeongezeka, akishatoka maana yake utajiri umeongezeka, amekwenda kule. Haleluya. Amen. Kwa wala usione vipi wewe unafanya kazi kwa China, kama unabeba mizigo wewe beba mizigo tu, kama unasafisha sijui ni magodauni wewe safisha magodauni tu, uwe mwaminifu, tafuta jina jema, halafu kuna mtu atanyanyuka na Bwana akuletee huyo mtu kwa jina la Yesu. Haleluya. Basi andika kwa hilo nilo kutoka kusema Mwanzo 41:9-16. Andika Isaya 43:4. Amen. Ndugu zangu, hata Yusufu asingekuwa waziri mkuu. Yusufu asingekuwa nani? Waziri mkuu. Kama mtu mmoja asingemtambulisha kwa Farao. Haleluya. Mtu mmoja alimtambulisha Yusufu kwa Farao. Mtu mmoja. Na akawa waziri mkuu. Haleluya. Waimbaji wa kwaya wapo, nawaona Sinai hapo. Tunakwenda kwenye pointi nyingine. Tusome Mhubiri 9:11. Ndiyo. Inasema, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio
washindanao katika michezo, si wenye mbio, washindanao katika michezo, si wenye mbio, washindanao katika michezo. Ambaye hana Biblia anaweza kuchukua hilo neno unaolitamka. Si wenye mbio, washindao, endelea. Wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu Wenye akili, maprofesa, wapatao mali, ndiyo, wala wenye ustadi waliokwenda VETA, wapatao upendeleo. Lakini wakati na bahati huwapata wote. Hebu sema, wakati na bahati huwapata wote. Jamani, hili andiko limevuviwa katika kinywa cha mtu ambaye alikuwa na hekima, aliyemiliki utajiri, amina, aliyevikwa, Biblia inasema hata maua ya kondeni, amina, hakuvikwa hivyo. Anasema wakati na bahati huwapata wote. Sasa andika hivi, neno wakati na bahati maana yake fursa. Neno wakati na bahati ni nini? Fursa. Fursa haiji kwako kwa sababu una elimu ya chuo kikuu ama una elimu ya VETA. Hapana. Haiji kwako kwa sababu umezaliwa Arusha na Wamasai, ama haiji kwako kwa sababu wewe ni Msukuma. Haiji kwako kwa sababu wewe ni mtoto wa mkuu wa mkoa. Sulemani anaandika akisema fursa huwa zinakuja kwa watu wote, na Mungu ndiye anayefunua nini? Haleluya, amen. Shida moja ambayo tunayo sisi wa Pentekoste ni kwamba hata mtu akipewa fursa haikamati. Yaani hata mtu apate fursa ya kupenya, ya kuinuka, ya kuendelea, kwanza ndo anasema mimi. Inaweza ikaonekana haina mali, inaweza ikaonekana haina heshima, lakini ndio wakati. Kila fursa zina wakati wake, na huo wakati ukipita hairudi. Utaitafuta kwa tochi, hautaiona. Bwana Yesu asifiwe. Kama huna kitu, huna hasara yoyote, kuwa tayari kufanya kitu ili upate kitu. Amina. Amen. Kuna mtu mmoja alikuwa namwambia tumepata nafasi ya kufanya kazi fulani. Nasema mimi hapana. Alikuwa ni mtu very smart. Yeye ni tai tu kama Eliasafi Matai. Sawa, lakini tai bila hela, tai bila heshima. Sawa, itakuheshimisha na nini, lakini sasa usifanye kitu ambacho kitaendana, si ndio? Kwa sababu jambo hilo utaendeleza, hautakaa muda mrefu, mwisho utaanza kuvaa tai zilizochanika. Si kweli? Na suti zenye viraka, itakuwa ni suti, itakuwa ni tai, lakini suti zenye viraka na tai iliyochanika. Ukipata fursa, kama inatakiwa utoe tai, toa nini? Hatuko hivi. Watu wengi ambao tunasema tumempokea Yesu, hilo linatufanya tusonge mbele, inatukosesha kukutana na watu ambao Bwana ameweka fedha na mali ndani yao. Hivi unajua Mungu anaweza akamnyang'anya
tajiri fedha akakupa wewe. Unajua mtu ambaye uko karibu naye, mtu ambaye unafanya kazi kwa kampuni ambayo upo, yani wakipata faida milioni 100 na wewe umo kwenye 100, wao bila kujua 10 ni za kwako. Unajua inawezekana hivyo? Yakobo akawaambia wake zake, ndugu, anasema sasa wewe umemdhulumu mali baba yetu. Unaona tumeondoka sisi matajiri, angalia baba alivyo. Yakobo akawaambia, Mungu amemnyang'anya baba yenu mali akanipa. Haleluya. Lakini jamaa aliona fursa, na hiyo fursa akaitumia. Wakati wa baridi alifanya kazi, wakati wa usiku alifanya kazi, wakati wa jua, amina, kaenda kuoa mke, katoka na mke na nini na mali. Amina. Degedege. Okay, soma tena, soma Zaburi 25:17. Ndio. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi. Ndio. Na kunitoa katika dhiki zangu. Rudia tena, katika shida. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Haleluya. Hapo kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni shida, amina. Jambo la pili ni nafasi. Jambo la tatu ni mafanikio. Haleluya. Tukisema shida ni mambo yote ambayo ungetamani kuwa nayo. Haleluya. Ungetamani kuyapata, mipango unayopanga, lakini lazima upate fursa. Menifanyia nafasi. Mtawimba hii nyimbo sasa hivi. Ndo tunakwenda kuimba. Haleluya. Lakini sasa hivi tumeanza kujifunza kuimba live, kwa hiyo inakuwa haina shida. Watu wanao connect mambo ya umeme, mconnect umeme huko. Katibu, connect umeme huko. Haleluya. Mambo matatu: shida, nafasi, mafanikio. Kwa hivi, moja ya maombi katika chochote unachokifanya, mwambie Mungu akupe nafasi. Haleluya. Siku moja nikamwambia mfanyakazi mmoja, sema, unajua mimi nilitakiwa niwe pale, lakini nimepigwa vita, uchawi na nini. Nikamwambia hivi, baada ya siku tatu ingia kwenye hiyo ofisi, alafu tamka tu kwamba hii ni ofisi yangu na hiki ni kiti changu na kikalia kwa jina la Yesu. Akafanya hivyo. Baada ya miezi mitatu amekaa kwenye kile kiti. Amekaa kwenye kile kiti. Mimi sijui kama huyo aliyokuwa amekalia hapo atakufa, mimi sijui, yeye itakuwa ameamua Mungu. Kama atasema mimi jamani hapa nimechoka naondoka, mwenyewe anaacha kazi, mimi sijui. Kama atahama sijui amepata nini, mimi sijui. Lakini Bwana akufanyie nafasi. Haleluya. Hivyo mwingine akaniambia hivi, nimeitwa kwenye interview na maswali yanayoulizwa wote niliowauliza, interview siku 7. Yani kuna watu wanaitwa siku ya kwanza watu kadhaa, siku ya kwanza watu kadhaa, na wanaotoka wanasema ni maswali technical, yani maswali ya ufahamu wa jambo lile. Yeye yuko kwenye mambo ya afya, anasema na sasa muda mrefu wala hata mambo haya siyajui, itakuwaje, tapita kweli? Nikamwambia hivi, uko siku ya ngapi? Siku ya 4.
Nikamwambia kesho wewe nenda usome, ndio maswali utakayouliza, naamuru kwa jina Yesu. Akakaa. Anasema akawa ananiambia nikawa kama siamini. Ilipofika ule muda anaingia, hakuna hata moja yote. Unawezaje kutatua tatizo hili? Akasema acha bwana, acha kabisa. Yaani wale watu ambao wanauliza maswali magumu wanafungwa nini? Wanaangalia tu, wanasema ili siulize. Kila akiuliza na mambo tu ya uongozi, akiuliza problem solving. Afa anatumia message, anasema siku 2 tu baadaye wamesema ni mimi. Watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima Mungu akufanyie nafasi. Haleluya. Amen. Unaweza ukaamuru mahala, yaani unaona kile kibanda, unaona ile frame, unaona ile nafasi ndio ya biashara. Yuko mtu pale, watu wanapita na nini, piga maombi, ambia ahame, ahame, sema ahame. Wewe unakuwa umeokoka, afu unaanza kusema nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Huko umejaa, hapa hakuna. Hii nitatoka wapi biashara? Muhamishe mtu, anahama hakika, nakwambia. Sema azee, mimi narudi kwetu Moshi. Ni Mungu anasema na mama yake, anamwambia mwite mtoto wako arudi huko. Muite, mwambie aje huko afanye biashara. Kumbe ni Bwana anakufanyia nafasi. Hivyo Mungu mwenyewe alipowapeleka Israeli Kanaani, wafe ye Mungu hajui, wakimbie ye Mungu hajui, waondolewe ye amekwisha sema nendeni mkafanyaje? Mkamiliki. Basi wewe unataka kuwa mkuu wa mkoa, wewe unataka kuwa mkurugenzi, siku na mtu amekalia hicho kiti, si kweli? Hata kama umenunua tu pikipiki, unapaki Masaki Dar es Salaam, unapaki Boko Dar es Salaam, lazima uiambie pikipiki unapaki hivi pikipiki kijiweni, nasema nyote mnaotembea hapa, nyote mnaohitaji usafiri, pikipiki yenu hii. Alafu upepo unawasikizisha hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukiwa nyumbani saa 4 usiku, njoo ukalete kitu fulani. Yaani hata mtu anakutuma wewe, unatoka mbali unakuja ukachukue kitu kwenye nyumba ya 3 tu, hata hatembei, anakuita wewe. Anaweza kutembea lakini akuite wewe ukamletee, kwa sababu Bwana anakufanyia nini? Nafasi, fursa. Lazima umuombe Mungu, hilo usisahau. Amina. Amen. Mimi mwenyewe ni shuhuda wangu. Niliposema nifanye sasa kazi ya Mungu, nisiendelee kwa 100% kufanya kazi hizi kubwa, kwa kuwa unapozidi kwenda juu na unapozidi kuongoza makampuni makubwa, ndivyo ambavyo muda wako wote utaweka huko, si ndio? Simemsikia Pastor Grace hapa anasema mume wake alifanyaje? Kwa sababu asingeweza. Nimwambia Mungu anifanyie nafasi, lakini kuna mtu alinifuata. Yaani niko kwenye kazi afu mtu ananifuata. You are CEO, general manager somewhere, kugenzi somewhere, mtu anasema kwa nini usije huku? Usije huku. Afu utakuwa unakuja tu ukitaka. Kwa nini usije kutushirikiana? Sasa ni Mungu anafanya nafasi. Sema okay, basi niko tayari. Naweza nikawa tayari kupunguza kile ninachokipata ama nisitafute tena kitu kingine, lakini Mungu amenifanyia nafasi hapa, niendelee kumtumikia na kufanya kazi ya Mungu. Lakini lazima uombe hiyo fursa, lazima uite hiyo fursa. Haleluya. Usisubiri tu unakaa
kama mambo yatatokea tu, no. Na mtu akitokea ametumwa na Mungu. Ametumwa na nani? Kuna njia anataka upite, atakuinua baada ya miezi mitatu, baada ya miaka miwili. Usichukulie poa tu, na usimdharau mtu yeyote. Unafikiri kama Naamani angemdharau binti yule wa Yuda, Israeli, wa Kiyahudi, si ndio? Mwambie mama, mwambie jemedali, mwambie mkuu kwamba kama angekuwa kwetu kule mama ingekuwa sawa. Haleluya. Lakini niseme hili jingine ambalo nilianza kulitamka asubuhi kuhusu fedha na matumizi ya fedha. Uko tayari kusoma? Bwana Yesu asifiwe. Tito 3:14. Aya, utasoma Tito 3:14, halafu mwingine atasoma Mhubiri 5:11. Tusome hayo maandiko mawili, karibu. 3:14. Biblia inasema watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ndio, ili wasiwe hawana matunda. Rudia tena kwa microphone. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Sikia, ikiwa Mungu amekupa fursa, umekaa mahala, fedha zikapita katika mikono yako, jifunze kutumia fedha katika matumizi yaliyo ya lazima. Ni kibibilia. Haleluya. Kwa sababu huo wakati unaweza ukapita, ukadhani kila siku Mungu atakupa hiyo fursa, ukadhani kila siku fedha zitakuja, alafu wakati wa Mungu unakuwa umepita na fedha hiyo haitakuja. Na ndipo utaanza kusema, mimi enzi zangu msinione hivi. Tusikuone hivi wapi? Tunataka kuona leo. Unaanza kusema zamani gani? Hatukuwepo sisi. Hamnibabaishi, unajua hivi vitu tumevitumia sana. Sawa, viko wapi? Tuonyeshe. Kuna watu hata wamefanya kazi serikalini, baada ya kuacha kufanya kazi serikalini wanaishi maisha ambayo sio, kwa sababu Bwana alitengeneza nchi akawapa fursa, lakini hawakupata hekima ya matumizi ya lazima. Mungu anaweza akakupa miaka 10 mizuri ya kupitisha fedha. Anataka useme kama vile Yusufu alivyomwambia Farao, kuna miaka 10 mingine ya njaa. Amina. Amen. Iweke fedha mahala, izalishe fedha, kwa sababu kuna miaka mingine itakuja. Hivyo vyanzo navyoviona leo sasa havitakuwepo. Uwe umefanya vya kwako tayari. Kwa hivyo wakati huo ukipita, unaweza kumwomba Mungu kama mchungaji Grace alivyosema, unatamani hata Mungu akuombe msamaha. Yaani unaona Mungu kakukosea. Umefika hapo kwenye Mhubiri 5:11. Mhubiri 5:11. Tunajifunza kuhusu fedha, ndio somo letu. Biblia inasema 5:11 inasema, mali yakiongezeka, hao walio nao
Okay, rudia tena kusoma vizuri. Mali yakiongezeka, hao walio nao. Rudia kusoma tena. Hao walao nao waongezeke, na wenyewe hufaidiwa nini? Mali yakiongezeka, hao walao nao waongezeka, na wenyewe hufaidiwa nini? Ila watazama kwa macho yake tu. Kwa macho tu. Haleluya. Mwambie jirani yako, shida za watu hazitaisha. Mwambie tena, na shida zako hazitaisha. Sikiliza, fedha ni jambo la kiroho, na Biblia inasema hivi, fedha ikiongezeka, wanaotaka kuzitumia fedha zako zilizoongezeka nao, yaani kama uchumi wako ni milioni moja, wanaokutegemea ni 5. Maandiko yanasema hivi, uchumi wako ukiongezeka ukaenda milioni 2, wanaokutegemea wanakuwa 10. Ukienda ukawa milioni 10, wanaokutegemea wanakuwa 50. Ukiongezeka ukaenda milioni 100, wanaokutegemea wanakuwa 100. Biblia inataka kutufundisha kwa habari ya matumizi. Haleluya. Kuna mtu anasema hivi, wakiniongezea mshahara kutoka 400,000 mpaka 600,000, nitafurahi kweli. Haya, anaongezewa 600,000. Anaona kama zile 200,000 zilizoongezeka hazijabadili chochote. Anarudi tena. Okay. Kinga, mimi nafikiri 900,000. Anapewa 900,000. Akipewa 900,000, ikifika wakati wa kulipa kodi ya nyumba hana hata shilingi. Jiulize, ni kitu gani kinatokea? Wewe umetolewa kwenye pato la 400,000, umekwenda kwenye 900,000, halafu bado kuna shida. Biblia inasema fedha ikiongezeka, walao wanaongezeka, mahitaji ya fedha yanaongezeka. Sikiliza, mahitaji yangu mimi kwa mfano ni tofauti na mahitaji ya Esau. Mimi sihitaji chakula, mimi sihitaji nyumba, mimi sihitaji gari. Sio hitaji langu gari, sio hitaji langu nyumba, sio hitaji langu chakula. Kama ni hivyo, kuna mahitaji mengine makubwa, si ndio? Kama sihitaji chakula, kuna watu wanaohitaji chakula watakuja kwangu. Kama sihitaji nyumba, kuna watu ambao wanahitaji nyumba watakuja kwangu. Kama sihitaji mavazi, kuna watu wanaohitaji mavazi watakuja kwangu, na watazidi kuongezeka. Haleluya. Kwa hivyo nisipokuwa na hekima, hata kama sihitaji nyumba, hata kama sihitaji gari, hata kama sihitaji chakula, sitaongezeka, kwa sababu fedha yote ambayo itakuwa nakuja pia itakuwa inafanyaje? Inatoka. Lakini maana yake pia ni kwamba kuna mtu katika akili zake anataka kubadili status. Mfano wangu mimi mwenyewe, kuna kitu tulipata mimi na mke wangu, afu rafiki zangu wakawa wananiambia hivi, naambia yani wakati huo sio mchungaji, ile sasa naitwa mchungaji. Sio hata ofisini hakuna mtu ananiita jina langu, kuna ananiita boss, hakuna ananiita manager, kuna ananiita mkurugenzi, mchungaji. Haleluya. Akasema utakaje pale? Wewe ukaa hapa. Ufanani kabisa nao watu hao wanaokaa hapa. Mtaa huu. Na mimi kwenye akili yangu, kwenye moyo wangu nasema no. Mimi ni mimi tu. Mimi ni usibadili mtindo wa maisha fedha inapoongezeka. Usibadili lifestyle. Usibadili. Haleluya.
Usifanyeje? Usibadili. Mahala ulipokuwa unatembea kwa mguu, tembea kwa mguu. Mahala ulipokuwa unapanda gari, una gari, endesha gari. Haleluya. Kama ulikuwa unakwenda mahala